wa taabu kuna baraka. Asante Mungu, utakuwa hapa, nichukue tu kwa kipande, tupe neema kuomba mwishoni, nipe kutumia muda mfupi ili tujiandae kwenda kwenye kazi. Tunajiweka mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, amen. Tufungue Biblia zetu. Kitabu cha Ruth sura ya kwanza mstari wa 6 mpaka 18. Ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwepo na wakweze wawili, huyu ni Naomi pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakweze, anaanza kuwahubiria wakweze wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na awatendee mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki, na mimi pia na watoto wake. Bwana awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe, na watakiwa waende wakaolewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia, wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Wanasema tuta. Hiyo tuta sio uamuzi, inabidi iwe nita. Uamuzi wa kumfuata Kristo sio wa pamoja, hapana, ni mtu mmoja binafsi. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kufuatana na mimi. Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni kwangu hata wawe waume zenu? Alipoanza kusema jambo hilo, Orpa akaanza kuona kuolewa hakupo. Enyi wanangu, rejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumai kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Haiwezekani. Mngejizuia msiwe na waume? La sivyo, wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu. Hata yeye mwenyewe Naomi asingeweza, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapaza sauti zao, yani mara ya pili, wakalia tena. Inaanza kubagua wa kuokoka na wa kutokuokoka. Na Orpa akambusu mkwewe, lakini Ruth akaambatana naye. Naye akasema, tazama, shemeji yako au mke mwenzako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi urejee wewe, mfuate shemeji yako. Naye Ruth akasema, usinisii nikuache, nirejee nifuatane nawe. Anasema, nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu, na pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana nitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Bwana ongeze baraka katika kusomwa kwa neno lake. Nataka kuzungumza kidogo kuhusu hatua 4 za kufuata katika wokovu. Wokovu na hatua 4 za kufuata, lakini leo nitazungumzia 2 tu, ile zingine siku nyingine. Nitazungumzia ya kwanza na ya pili, na hasa ya pili. Ya kwanza nisema tu kwa haraka, sababu wewe umeshaipata hiyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kabla ya kuzungumzia hatua ya kwanza, nataka niseme majina yana maana nyuma yake. Hakuna jina katika Biblia lisiokuwa na maana. Majina yana maana. Tunaomba tuangalie kitabu hicho cha Ruth sura ya kwanza mstari wa 1 mpaka wa 5. Kwa haraka sana. Ruth sura ya kwanza mstari wa 1 mpaka wa 5. Weka macho ubaoni, mstari wa 1 mpaka wa 5. Nasema, ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda,
akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili, na jina la huyo aliitwa Elimeleki. Tuseme wote Elimeleki. Na jina la mkewe aliitwa Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni wa Efrath wa Bethlehem ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko. Akafa Elimeleki ni baba mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la Moabu aliitwa jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la pili aliitwa Ruth. Wakakaa huko yapata miaka 10 na wanawake. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Kisa kinasema alitoka Bethlehem, ilikuwa ni wakati wa njaa, iliingia njaa. Mwisraeli hawezi kubarikiwa akiwa nje ya Israeli. Ili abarikiwe lazima arudi ndani ya Israeli. Mwaminio hawezi kubarikiwa akiwa nje ya neno. Hata unahudhuria ibada kama uishi neno, hautabarikiwa. Sisi nchi yetu ni Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni neno. Kwa hiyo Naomi na mume wake walitoka Bethlehem wakaja kuishi Moabu kwa mataifa, na daima akiwa nje ya nchi Mwisraeli abarikiwi. Ili abarikiwe anarudi nyumbani. Sasa wako nyumbani, vita vinapigana, wakiwa nje hawawezi. Mungu atusaidie. Nifuate vizuri kwenye historia hii. Sasa hawa vijana kule kukazaliwa watoto wawili, na hawa wawili wakaoa. Baba yao alifariki na watoto pia wakaenda wakafariki pia. Kwa hiyo wakabakia wadada watatu, mama mkwe na wakweze wawili. Naomi anawakilisha kanisa la Kiyahudi la Kiorthodox. Mwanamke daima anawakilisha kanisa. Kwa hiyo wanawake watatu waliwakilisha makanisa matatu. Kanisa la kwanza la Kiyahudi ni Naomi, aliwakilisha hilo kanisa. Moabu aliwakilisha makanisa ya kimadhehebu. Ruth aliwakilisha kanisa la ni bibi harusi wa Kristo. Amina. Kwa hiyo unaona wokovu watoka kwa Wayahudi. Huyu mama aliwapelekea wokovu. Sasa hawa wawili, huyu Moabu atarudi sababu kulikuwa na changamoto. Ni wasichana wanataka kuolewa. Sasa waume zao wamefariki. Nataka nikuambie hivi. Orpa alikuwa anaangalia apate mwanaume. Ruth alikuwa anaangalia apate Mungu. Alijua nikimpata Mungu atanipa mume. Ndio kitu anakosea wadada wengi hivyo. Anahangaika sana kuolewa sana. Usihangaike. Tulia. Kama unajua ni bidhaa adimu, tulia. Wanunuzi watatokea tu. Relax. Mimi ni bidhaa muhimu sana kanisani. Wandugu wataniona tu. Mimi namshikilia Mungu tu basi. Ndio Ruth alifanya hivyo, na unajua alikuja kuolewa kweli, na akaolewa na tajiri mkubwa anaitwa Boaz au Goe. Naona tajiri mkubwa kamoa, sababu yeye hakuweka kuolewa namba moja, aliweka Mungu kwanza, kuolewa namba 2. Mungu ashukuriwe sana. Sikia nikwambie, sisi tunajipumbaza ndugu au wadada. Mungu wetu hana kitu kinamzuia. Akitaka kunyanyue akupe Superman. Haleluya. Nataka mume halisi akupe. Mwache atoke kwa Mungu, usiunganishe. Usibaya tisha jaribu hapa. Mwambie Bwana nipe yule ambaye unajua akiwa huko ndani atakuwa ni mchungaji wangu. Amen. Mungu ashukuriwe sana. Kwa hiyo unaona wakafanya tunaona hapo mbele kidogo. Sasa nione tu kwamba majina yana maana katika Biblia. Sasa tuone kidogo kwa ufupi sana. Tuone ujumbe unaitwa mkombozi wa jamaa. Mkombozi wa jamaa, kifungu cha 50 mpaka 52. Nadhani somo langu la kwanza la redio ndio hilo. Mkombozi wa jamaa 60
10:02 kifungu cha 50 mpaka 52. Anasema ndio kwa haraka tutanitoke hapo. Sasa hadithi hii inaanzisha kitu cha namna hiyo. Kama mwanamke anayependeka mzuri, jina lake aliitwa Naomi. Yaani neno Naomi maana yake ni mwanamke anayependeza. Naomi linamaanisha wa kupendeza. Tuna Naomi muda. Hebu Naomi mkono juu. Haya, ni wa kupendeza. Amen. Huyo. Naona Elimeleki alikuwa ni mumewe. Linamaanisha kuabudu. Sema amen. Walioana ibada nzuri. Sema amen. Elimeleki ni ibada na mkewe ni mzuri. Kwa hiyo kulikuwa na ibada nzuri. Ndio hivyo walioana hivyo. Naona Elimeleki alikuwa mumewe, maanisha kuabudu. Walikuwa wameoana kama ibada nzuri au kuabudu kuzuri. Ibada ya kupendeza au ibada ilikuwa ya kupendeza. Ameweka pale nabii mwenyewe. Ilikuwa ni Elimeleki ni ibada na Naomi ya kupendeza. Tunaiona vizuri. Tuseme kwa nguvu ibada ya kupendeza. Sasa ilikuwa ndiyo familia yake. Unaona walikuwa na mtoto wa kiume Maloni, ambalo linamaanisha ugonjwa. Usimpe mwanao jina Maloni. Sema amen. Ni magonjwa, ni ugonjwa. Na Kilioni yule mwingine alimaanisha kuchoka, huzuni, majonzi. Mwanangu ataitwa Kilioni. Kilioni kweli. Hiyo hapo, hiyo familia ina ibada nzuri, lakini kuna Kilioni huko na kuna nani sio, kuna huzuni na kadhalika. Sasa walikuwa ni hivyo. Hiyo ndio maana ya majina hayo, na Mungu atusaidie. Tumepata nabii anatufasiria mambo yote. Ikawa njaa katika nchi ya Israeli, na kosa la kwanza alilofanya Myahudi ni kuondoka katika nchi hiyo. Mungu aliwapa nchi hiyo. Wakati Ibrahimu alipopewa nchi hiyo, Mungu alimwambia asiondoke katika nchi hiyo. Basi alifanya kosa aliposhuka kwenda Gerari. Ibrahimu akaingia katika matatizo. Myahudi hapaswi kuondoka Palestina. Haleluya! Wanawaambia Wairani na wengine, nyinyi msitusumbue na mataifa yasiyojua historia. Wanafikiri Wayahudi na walowezi, wanafikiri Wayahudi ni wahamiaji. Ndio hapa wanaangalia Biblia huko nyuma. Ukichukua Biblia ukiangalia nyuma, kuna ramani kubwa sana. Na wakienda kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa kwa habari ya mipaka, wanabeba, wanawaambia sisi hatukugawiwa mipaka na Umoja wa Mataifa. Sema amen. Hatukugawiwa na Amerika. Ila Bwana libarikiwe sana. Njoo ndugu. Naona malamani yote yako hapa. Wanayabeba haya. Wanaendea sasa hapa, Ruben yuko hapa. Wanaonyesha Ruben, Gad, Ruben, Simeon, nani, Benjamin, kila kitu wanaonyesha. Naona tuko hapa. Aha. Kila kitu kiko pale, wanaonyesha vile. Sasa mnataka kutufanyia nini? Na wana agano la kale na jipya. Mungu ashukuriwe sana. Hawa hawaendi kwa kuomba Trump tukatie kipande. Ila sasa wanakoenda watakata na vipande vya watu. Ninavyowaona. Nadhani leo wanaenda kukata vipande vya watu. Sasa wataenda wakatapitiliza. Lakini wanawaambia mpaka ambao Joshua aliweka ni huu hapa. Aliweka hapa Gadi, hapa nani. Na kuna mawe kabisa ya Joshua. Nabii alienda ameona. Amina. Unampenda Bwana? Anasema unaona? Aha. Basi alifanya kosa aliposhuka kwenda Gerari, akaingia katika matatizo. Wayahudi hapaswi kuondoka Palestina. Hapo ndipo mahali pake alipopewa. Na wamesema